Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika ya Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na duniani kote. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Sauti ya Muafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Gabriel Ingubu. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Karibu. Wasikilizaji wetu wa Tanzania mnaweza kutusikia mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji kuu la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tukiwa hapo Tanzania, mnaweza kutusikiza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Ni Ijumaa Januari 23. Leo ni Ijukwaa maalum kuangazia michuano iliyokamilika ya soka la bara Afrika AFCON. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Ng'endo Angela. Maputo, Msumbiji. Mamlaka nchini Msumbiji zimethibitisha kuwa watu 13 wamefariki dunia kufuatia mafuriko makubwa yaliyodumu kwa wiki 2 zilizopita. Hata hivyo, idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka, huku wahudumu wa misaada wakisema huenda miili zaidi ikapatikana kadri maji yanavyoendelea kupungua. Nchi hiyo imekumbwa na mvua kubwa zilizofanya mito na mabwawa kufurika, hali iliyosababisha miji kadhaa kuzama na kuathiri zaidi ya watu 500,000. Baadhi ya maeneo ya nchi jirani ya Afrika Kusini nayo yameripotiwa kukumbwa na mafuriko. Ingawa mvua zimepungua katika baadhi ya maeneo, hali bado ni mbaya. Katika mji mkuu wa Maputo, majengo kadhaa yamezama hadi kwenye mapaa, huko barabara kuu ya kitaifa ikifurika na kuukata mji huo na maeneo mengine ya nchi, na hivyo kufanya shughuli za uokoaji na usafiri kuwa ngumu. Kampala, Uganda. Mke wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda aliyekamatwa, Kizza Besigye, amesema kuwa mmewe ni mgonjwa na hali yake ya afya inatia wasiwasi mkubwa. Akizungumza na waandishi wa habari, Bi Winnie Byanyima alisema Besigye ana dalili za homa kali, maumivu ya tumbo na udhaifu wa mwili na anakula chakula kidogo, hali ambayo imezua hofu miongoni mwa familia na wafuasi wake. Besigye, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa Rais Yoweri Museveni, amekuwa rumande na anakabiliwa na mashtaka ambao wapinzani wanasema ni ya kisiasa. Serikali ya Uganda bado haijatoa tamko rasmi kuhusu madai haya ya kiafya, huku wito ukiendelea kutolewa aruhusiwe kupata matibabu ya haraka na huru. Rabat, Morocco. Mfalme wa Morocco amesema kwamba matukio yaliyotokea mwishoni mwa fainali ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON hayaathiri uhusiano wa karibu kati ya nchi na Afrika. Katika taarifa yake, Mfalme Mohammed wa 6 aliitaja tabia mbaya na vurugu zilizotokea wakati Senegal na Morocco zikicheza fainali kama matukio ya kusikitisha. Mchezo huo uliochezewa mjini Rabat ulimalizika Senegal ikishinda 1-0 baada ya muda wa ziada, huku wachezaji wa Senegal wakiondoka uwanjani kwa muda na kusababisha mgogoro kwenye mchezo huo. Pia kulizuka mapigano kati ya mashabiki wa Senegal na polisi wa Morocco baada ya uamuzi wa VAR kuamuru penalti. Shukran sana Angela. Kama tulivyokutangazia hapo awali, leo tunaangazia mjadala ambao umekuwepo kuhusu michuano ya AFCON iliyokamilika Jumapili iliyopita. Kujadili hili niko naye Shadrack Mwanzazu akiwa hapo Tanzania, Mbelechi Msoshi yuko Kinshasa DRC, na niko naye George Jogopa akiwa Bale Dar es Salaam. Mimi ni Gabriel Ingubu nikiwa Kenya. Karibuni wote. Nianze nawe Mbelechi wa Kinshasa.
Unasemaje kuhusu maandalizi ya AFCON nchini Morocco? Asante sana Gabi, ujambo pia kwa timu yote. Kumbuka Morocco iliwahi kuandaa AFCON ya mwaka 1988 na wakati ule ilikuwa tu nchi kama nawaza 8 hivi ambazo zilikuwa zikishiriki. Kumbuka pia Morocco ilikuwa imeandaa kuandaa mashindano ingine AFCON ya mwaka 2015 lakini ilijiondoa katika maandalizi kwa sababu ya Ebola, na ni mwaka 2023 ndo tena shirikisho la soka la Afrika lilipa taifa hilo maandalizi ya kombe ya mataifa ya Afrika kulingana ubora pia na miundombinu yake mzuri tu baada ya uchunguzi uliofanywa na FIFA. Na kumbukeni pia Gabi, msimu huu ambao umetoka kumalizika, nchi ilitumia bilioni 1.8 ya dola za Kimarekani kwa ajili ya maandalizi AFCON ambayo tuliona Senegal inanyanyua kombe. Yaani ujenzi na ukarabati wa miundombinu ndo ulichukua pesa hizo, yaani uwanja kenda, hoteli, migawa tu. Naweza kusema maandalizi yalikuwa yenye pambwa kabisa, yalikuwa mzuri sana. Bwana Jogopa, Tanzania kufika awamu ya maondoano AFCON ilikuwa ni historia. Hili limeamsha ushabiki na ufuatiliaji wa mpira nchini. Hatua ya Tanzania kwa mara ya kwanza kutinga hatua ya 16 bora tangu anza kushiriki michuano ya AFCON imeleta hamasa, na kila ukipita pahala watu wanazungumza kwa sababu imeenda katika fainali hizi. Nadhani hii ni mara ya 3 ikifanya hivyo. Mara ya kwanza Nigeria ilitoka patupu na ilivyofuatia pia ilitoka patupu, lakini safari angalau imeondoka na matumaini mapya katika michuano wa safari. Na ukizungumza, ukipita mitani, kila mmoja anasema kwamba Tanzania imebadilisha kabisa sura ya kandanda na kuonesha timu moja katika miaka ya baadaye itakuwa ni timu ya kuogopwa, kwa sababu maendeleo haya ni makubwa sana, na hata viongozi wa soka wanavyoizungumza timu ya taifa ni mwonekano mpya. Na hata bado kunakuwa na gumzo sana hata katika mchezo wake dhidi ya timu ya taifa Morocco, kitendo cha mwamuzi kuibinya timu ya taifa ya Tanzania wakati mshambuliaji mmoja akielekea langoni kupachika bao na kaangushwa chini na mlinzi wa Morocco. Inazungumzwa kwa kiwango kikubwa kwamba Taifa Stars pengine hata ingeweza kuvuka kile kizingiti cha 16 bora na kuingia katika hatua ya robo finali kama mwamuzi angekubali hata kwenda katika chumba katika kioo kuangalia mifumo ya kuangalizia matokeo au faulo zinavyotokea katika dimba. Kwa hivyo hamasa ya kandanda ni kubwa na wachezaji wengi sasa wanaingia nchini kutoka ng'ambo wakicheza kandanda na vijana chipukizi. Kwa hivyo kadri muda unavyokwenda, hizi wanaziita wenyewe academy za soka ziko karibu maeneo mbalimbali. Shadrack Mwanzazu, nafahamu fika kwamba hapo Dar es Salaam mmekaa na mchambuzi na ni ukweli ili pia lilikuuma wewe. Kwa undani ningeomba mfafanue jinsi mchezo uliingizwa michezo ya utata wa maamuzi. Hakika kumekuwa na mjadala mkubwa sana juu ya waamuzi ambao walishindwa kusimamia sheria za soka katika kuchezesha baadhi ya mechi ama michezo au mashindano hayo ya Afrika kwa mwaka 2025-26 ambao yamefanyika nchini Morocco kama ilivyotanguliza, ambapo tulishuhudia sasa Senegal wakilitoa taji hilo baada ya kuwafunga ama kuwachabanga wenyeji Morocco kwa ushindi wa goli 1-0 kupitia fainali ambayo ilijaa utata. Na hii ilikuwa ni baada ya mwamuzi Jackson Ndala, huyu ni mwamuzi kutoka Kongo, kuweza kuwapa penalty wenyeji Morocco, na hata hivyo Morocco walishindwa kufunga hiyo penalty ama mkwaju wa penalty. Na kabla ya kupigwa kwa penalty hiyo, benchi la uongozi wa timu ya taifa ya Senegal waliwaamuru wachezaji wao kugomea mchezo huo kutokana na maamuzi ya mwamuzi Jackson Ndala. Lakini baadaye pia nyota wa timu ya taifa kwa maana wa kimataifa wa timu ya taifa ya Senegal na klabu ya Al Nassr ya nchini Saudi Arabia, Sadio Mane, akawaamuru ama akawataka wachezaji wenzake warudi uwanjani kuendelea na mchezo
huo. Na kuhusiana na sakata hilo, mdau ama mchambuzi wa masuala ya michezo wa masoka kwa ujumla kutoka Tanzania, Ephraim, amezungumza katika maoni yake kuhusiana na changamoto ya waamuzi ambayo iliweza kujitokeza kwenye michuano hiyo. Katika michuano ya AFCON 2025 tumeshuhudia sitofahamu nyingi sana ikitokea katika michezo kadhaa, na hasa katika mchezo wa fainali. Ni mchezo ambao wa Afrika na dunia nzima tulikuwa tunatarajia kuona mchezo ukiwa na maamuzi sahihi sana ya mwamuzi wa katikati, na mashabiki 66,526 ambao walikuwepo uwanjani na mamilioni ya sisi wengine ambao tulikuwa tunatazama na mchezo ule kwa runinga, tulipata wasiwasi mkubwa sana. Hii ni kutokana na aina ya upendeleo ambao ulikuwa unatokea ndani ya uwanja. Ukumbuke izikiwa ni dakika ya 91 Senegal alifunga goli, lakini mwamuzi Jean akalikataa goli. Maamuzi yale ndo inawezekana ni sehemu ambayo yaliathiri kabisa mchezo, kwa sababu tulitegemea VAR kuhusika. Katika mpira wa miguu kuna kitu kinaitwa VAR review pamoja na VAR check. Kulikuwa hakuna vitu vyote hivyo viwili. Hivyo lilivyokuja kwenye swala la Morocco, mkwaju wa penalti kutokea, ikafanyika VAR review pamoja na VAR check. Kwa hiyo wasiwasi wetu wengi sana umebaki katika engo. Kwa nini goli la Senegal kulikuwa hakuna na matumizi ya VAR, kuwepo na angalau VAR check pamoja na VAR review katika tukio lile la goli la Senegali kama ilivyokuwa kwenye tukio la penalti ya Morocco? Je, CAF wamejifunza vipi kuona wanawateua waamuzi ambao watasimamia kwa maana kuchezesha michuano ijayo bila kuwa na makandokando kwenye michuano iliyomalizika? Kwa upande wa CAF kwenye michuano ambayo inatarajiwa kufanyika katika nchi 3 za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda pamoja na Tanzania, AFCON ambayo itakuwa inaenda na pamoja bid, ni michuano ambayo CAF lazima kwanza wajitazame. Licha ya kuwa na ubora mkubwa sana kwenye hatua ya group stage, hatua ya makundi, lakini changamoto kubwa sana ya waamuzi wetu wa Afrika imekuwa ni kuanzia hatua za mtoano. Ukitazama mchezo wa Tanzania dhidi ya Morocco, kulikuwa na tukio la sitofahamu kati ya Idinado na beki wa Morocco, ambapo Tanzania hawakupewa mkwaju wa penalti ambao walistahili kabisa kwa sheria 17 za mpira wa miguu. Lakini pia ukiwatazama CAF wana jukumu sasa la kuhakikisha kabisa kwamba goal line technology ni kati ya vitu ambavyo lazima vitumike, kwa sababu Nigeria ni kati ya mataifa ambayo walihukumiwa kwa goli lao kutokuhesabiwa na muamuzi. Na hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kwa kukosekana kwa teknolojia ya goal line technology. Hivyo CAF wao kama waandaji wana jukumu kubwa sana la kuhakikisha eneo la waamuzi pamoja na VAR wanahakikisha kunakuwa na usimamizi na teknolojia inasimamiwa kwa hali ya juu. Watu wamekuwa wakilalamikia sana teknolojia hii ya VAR iendelee kutumika ama isiendelee kutumika. Hii ni teknolojia ambayo iligundulika na imekuja kumsaidia muamuzi wakati, na ndio maana utakuja kuona inasimama kama video assistance referee. Na VAR ina matukio mawili, VAR review pamoja na VAR checking. Watu ambao wako vyumbani huwa wanahusika moja kwa moja kuangalia matukio yote muhimu. Goli limefanyika, foul imefanyika, kunahitajika kutolewa kadi nyekundu. Wao wana jukumu wa kuangalia matukio hayo yote. Wasipojiridhisha wanahitaji usaidizi wa refari wakati. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo kwangu mimi naamini imekuja kusaidia mpira sio tu Afrika bali wa dunia. Ni teknolojia ambayo itatubidi tutumie kwa sababu ndo mpira wa kisasa unapoenda. Ukitazama wenzetu Ulaya, mabara mengine wamekuwa wakiitumia teknolojia hii kwa kasi na kwa ubora na kwa manufaa ya kuhakikisha kwamba mpira wao unazidi kwenda mbele. Kwa hiyo hata sisi Afrika tunalazimika kuhakikisha tunaitumia VAR kufanya mpira wetu Afrika kusonga mbele. Tukitupia jicho miundo mbinu kama viwanja, hoteli, usalama, barabara, unaweza sema serikali ya Tanzania itakuwa imejitahidi kuviweka katika hali ya kutamanika hadi vichochee utalii. Bwana Jogopa, kumekuwa na hali ya minunguniko au misemo hapa na pale kwamba nchi za Afrika Mashariki bado ziko tayari kuwa mwenyeji wa michuano hii ya AFCON ya mwakani. Nikimsoma mwandishi mmoja wa habari ambaye amepamba kurasa za mitandao ya kijamii kutoka bila shaka Ivory Coast, akitilia wasiwasi miundombinu, kwa mfano viwanja, bila shaka hata miundombinu ya barabara. Lakini kwa ukweli wa mambo, nchi hizi Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Uganda, ambazo zitakuwa wenyeji wa fainali hizi zinazokuja, zimeanza kupiga hatua kubwa kwa maandalizi. Kwa mfano Tanzania tayari kuna uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao umejengwa kwa kisasa, unatumika katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Kuna uwanja unaendelea kujengwa huko Zanzibar, uwanja wa kisasa kabisa, na uwanja mwingine
uko mjini Arusha ambao uko katika hatua ya mwisho kukamilika. Kukamilika kwa viwanja hivi vitatu vipya tena kunatoa fursa kwamba uwezekano wa fainali hizi kuwa nzuri, na kuna viwanja vingine Zanzibar, kuna kiwanja kingine tayari kisha kamilika ambacho bila shaka kinaweza kutumika pia kwa ajili ya mazoezi. Tuna viwanja hapa Tanzania bara, Dar es Salaam, kuna kiwanja cha maarufu sana cha Uhuru, Shamba la Bibi, kuna uwanja wa Azam Complex, kuna viwanja vya Jimikana na Arusha ikikamilika. Kwa hivyo hali ya miundombinu katika uwanja sio kutia wasiwasi. Lakini kwa upande mwingine, barabara, kuna ujenzi wa barabara katika kiwango cha kisasa. Dar es Salaam imeunganishwa na barabara zinazotumia mabasi yanayoendayo kasi, muunganiko wa barabara kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, viwanja vya ndege, usafiri wa treni, SGR. Kwa hivyo mpaka fainali hizi zinakamilika, hali ya miundombinu ya barabara na viwanja itakuwa hali ya juu kabisa. Lakini katika pia mahoteli mengi ambako viwanja vinajengwa, kuna hoteli za kisasa na za kutosha. Lakini kikubwa zaidi, kwa mfano Tanzania, wananchi wake ni wakarimu wa hali ya juu, watu wapenda kukaribisha wageni. Kwa hivyo na itizama michuano ijayo ya AFCON kama inakwenda kufana, licha kwamba kila nchi inapoandaa michuano hii inaweka rekodi aina yake. Kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Nchini Kenya, viwanja viwili, Talanda Stadium Nairobi, Bukhungu Stadium Kakamega, alafu Uganda kuna Aki Abua Stadium mjini Lira, na Tanzania kuna Samia Suluhu Hassan pale Arusha na Dodoma Stadium pale Dodoma. Bado viwanja hivi vinajengwa. Hili linakupa wasiwasi wowote bwana Mbilechi? Viwanja vine Tanzania, Kenya, Uganda bado vinajengwa. Kama imenipa wasiwasi, naweza sema hapana. Morocco peke yake ilikuwa na viwanda 9, na kama nchi tatu kama hizi na jiunga ili kuandaa kombe la AFCON, yani imekuwa tayari. Na sijue kama Morocco ilichukua miaka ngapi au miezi ngapi ili kujenga viwanja hivyo ambavyo sote tuliona vilikuwa viwanja vizuri. Licha mvua ilikuwa ikinyesha kila siku, hatukuona waamuzi kusimamisha mechi eti ya kwamba maji imejaa ndani ya uwanja. Mimi sina wasiwasi kabisa, kwa sababu wakati umepewa jukumu la kuandaa kombe la Afrika, yani umejiandaa vizuri, na wakiwa na nia nchi hizo watamaliza kujenga viwanja na mechi itachezewa, itakuwa vizuri sana, na nchi hizo mbili zitanufaika kwa sababu kutakuwa wageni, wataboresha miundombinu yao, watakuwa miundombinu mpya, viwanja mpya. Na nawaza ni kuweka tu pesa kando na kuchagua pia kampuni ambazo zinafanya kazi vizuri. Mimi sina kabisa wasiwasi. Inaweza kuwa kama ni nchi kama vile Kongo, siseme vibaya ya Kongo, lakini nasema ningekuwa na wasiwasi ningekuwa nchi kama vile Kongo, kwa sababu Kongo kuna wakati utasikia kuna pesa fulani zinatoka za miradi na pesa zinakuliwa kabla kazi kuanza. Na kama nchi hizo ziko pia kama Kongo, basi hapo nitakuwa na wasiwasi. Gabi Bwana Jokopa, nikuja kwako haraka. Algeria ilipeleka malalamishi yake kwa CAF kulalamikia kupoteza mechi yake dhidi ya Nigeria. Leo kombe lishapeanwa na kesi hiyo bado haijaamliwa. Hili la kuwasilisha kesi baadaye lina msaada gani, na mechi zitakuwa zinaendelea kama kawaida? Michuano ya AFCON iliyofanyika Morocco, licha kwamba ilifana kwa kiwango kikubwa, burudani nzuri, hamasa ilikuwa kubwa sana, lakini kumekuwa na malalamishi mengi kutoka kwa wafuatiliaji wa kandanda. Doa moja linalosalia kwamba waamuzi wa michuano hii wameitia doa kwa kufanya maamuzi ambayo yaliyokwenda kombo kupendelea upande mmoja, na wakati fulani Senegal waliojionyesha kutoridhishwa na namna maamuzi yaliyoendeshwa
Ndio maana wakati fulani waligomewa kutoka nje bila jitihada za mshambuliaji huyo anasukuma kandanda huko Arabuni Saudi Mane kuwashawishi wachezaji, jamani, turejee dimbani tukafe kiume, pengine tungeandika historia nyingine tena mbaya katika michuano hii. Lakini waliporejea dimbani na kandanda lilipigwa, na hatimaye mpaka dakika ya mwisho Senegal anafanikiwa kuondoka na kombe, akiweka rekodi ya aina yake kwa kutoa kombe hili, licha kwamba Algeria wamepeleka malalamiko yao katika mamlaka zinazohusika na kandanda. Bado siamini kama mamlaka hizi FIFA au CAF watatoa maamuzi kinyume zaidi ya kwenda kuwafungia waamuzi ambao wamekuwa katika michuano hii na kutoa adhabu kali kwa timu ambayo haikufanya vizuri, au kutoa onyo kwa timu mwenyeji wa michuano hiyo kwamba haikufanya hivi na hivi. Lakini uwezekano wa kombe hili, michuano hiyo, kubatilishwa matokeo mpaka dakika hii, hakuna kitu kama hiko, siamini kitajitokeza. Na Senegal tayari wameshaweka rekodi yao kwa kutoa kombe hili. Kwa hivyo bila shaka yale yaliyojitokeza katika fainali ya mwaka huu huko Morocco yatatumika kama funzo kuhakikisha hajitokezi tena katika fainali zijazo zitakazofanyika Tanzania, Kenya na Uganda, ili kufanya kwamba rekodi ya michuano hii inazidi kupanda kwenda juu, kwa sababu hata ukizingatia fainali za kombe la dunia, mara nyingi waamuzi kutoka ukanda wa Afrika hawapewi nafasi kubwa sana. Bila shaka yanachangiwa na haya matendo yanayofanywa na waamuzi wa Afrika wanaposhiriki katika michuano ya kombe la Afrika na kufanya maamuzi ambayo kwa kiasi kikubwa yanawavunja moyo mashabiki wa kandanda, yanawavunja moyo hata wachezaji wenyewe, hata wale wanaoratibu michuano hii wakitaka ifanikiwe wanavunjika moyo kutokana na maamuzi yasiyozingatia uhalisia wake. Ni kweli kabisa, maamuzi mengine huvunja moyo, na bado najiuliza mbona si kuona waamuzi wa jinsi kulivyo huko Ulaya wanakocheza wakina Ibrahim na kadhalika. Nikija kwako Bwana Mbelechi, ukidadisi jinsi mashabiki wa sehemu za Afrika ya Kusini, Magharibi na Mashariki hupenda mbwembwe, na hata wakati mwingine jazba zikipanda unapata vurugu imetokea. Unadhani haya mataifa ya Afrika Mashariki yana uwezo wa kudhibiti umati, ikikumbuka kwamba hili ni eneo lenye halina vizuizi mpakani? Naweza sema mashabiki, hakuna utofauti wa mashabiki. Mashabiki wote wakati wanashindwa, wakati wanajuta moyoni, wanafanya makelele. Hakuna utofauti kabisa kati ya mashabiki wa sehemu ya Afrika Kusini, Magharibi, mashabiki wa Ulaya. Hapana. Na nawaza hata Ulaya tumeona mashabiki kufanya vurugu uwanjani, na si mara ya kwanza nchi ya Afrika Mashariki kuandaa kombe la Afrika. Kumbuka Rwanda iliwahi kuandaa CHAN ambayo Kongo iliwahi kunyangua kombe. Mashabiki walitoka sehemu karibu zote za nchi za Afrika Mashariki. DRC tuliona vipi umati wa Kongomani waliingia Rwanda ili kushabikia Leopard, na ni michuano zaidi ya wachezaji wa ndani kabisa. Na nawaza siwazi kama kutakuwa vurugo. Ni swali la maandalizi kama kuimarisha au kuanza kuhamasisha raia wakati umuhimu wa kutofanya vurugo uwanjani, na vyombo vya usalama pia lazima vifanye kazi kwenye mipaka na kuangalia nani anaingia kweli kuja kutizama mechi au ana mawazo mengine. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tutafute kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X, tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe ama jiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Domas 99.9 FM. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Karen na viunga vyake, Ngong, Kajiado na eneo nzima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye 93.5 FM ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugwo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu.
Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Nikirudi nyuma kidogo, wakati wa CHAN Tanzania kulikuwa na kampeni za uchaguzi mkuu, na vile tunaona kwamba mwaka wa 2027 Kenya kutakuwa na uchaguzi mkuu. Kwa hivyo wakati wa AFCON kampeni zitakuwa zimebamba moto kabisa. Nini Kenya watasoma kutoka kwa Tanzania ndio kusiwe kampeni za wanasiasa kuingia viwanjani? Ya, ni kweli mashindano ya CHAN yalifanyika Tanzania, na kama ulivyosema wakati wa mashindano ama michuano hiyo ya CHAN kulikuwa na kampeni za kisiasa zilikuwa zikiendelea nchini Tanzania. Lakini kitu ambacho naweza kusema ni kwamba wakati Kenya wanatarajia kuingia kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kama tulivyozungumza kwamba yatafanyika katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki, kwa maana Kenya, Tanzania pamoja na Uganda. Sasa unapozungumza swala la siasa na mpira, ni vitu viwili ambavyo haviendani. Ndio wapo watu ambao wataleta siasa kwenye mpira ama mpira kwenye siasa, vitu ambavyo hivyo ni vitu ambavyo viwili havitakiwi. Ni kwa maana siasa zitakiwi kuingia kwenye mpira, na ndio maana mara nyingi siasa zikiingia kwenye mpira una maendeleo. Au mpira ukiingia kwenye siasa, mpira hauwezi kuwa na maendeleo. Kwa maana hiyo, kwa maana siasa haitaki kwenye mpira wala mpira hutaki kuingia kwenye siasa. Kwa hiyo unachotakiwa kujifunza Kenya kwa sasa ni kwamba Tanzania waliona mashindano ya CHAN yalifanyika, na kampeni zilikuwa zikiendelea za kisiasa, lakini mwisho wa siku mashindano yakafanyika yakamalizika, na wakati huo siasa pia ziliendelea, na mpaka sasa zimefanyika, uchaguzi ukafanyika, na kinachosubiriwa kwa sasa ni mashindano yajayo sasa mwaka 2027, kwa maana pamoja bidi ambao ni Kenya, Tanzania, Uganda. Tanzania wakiwa ni wenyeji pia wa michuano hiyo kwa mwaka 2027, kwa maana michuano ya Afrika ya AFCON. Zaidi ya yote, mtanange wa AFCON ulikamilika kwa sifa kubwa sana. Tumeshuhudia wachezaji wa hadhi ya juu mno, viongozi wa mataifa mbalimbali kama rais wa Rwanda akihudhuria, watu mashuhuri kama wanamuziki Akon na makocha kama Arsene Wenger na Zinedine Zidane wakihudhuria michuano hii. Sijui kama wewe ulimuona shabiki wa DRC Congo ambaye alikuwa tu akisimama na kuinua mkono mmoja juu kama sanamu na kusalia hivyo hadi mechi kwisha. Belechi, huyu nani? Jina lake ni Michel Kunka maarufu Lumumba. Ndio ule mshabiki wa Leopard ambaye mliona amehiga kuvaa, kutembea na nywele, amekatiwa nywele tu kama Patrice Emery Lumumba, ambaye ni miongoni mwa tuseme mashujaa wa uhuru wa Kongo na nchi zingine tu za Afrika kutoka katika ukoloni. Alikuwa waziri wa kwanza wa DRC ambaye alifariki tarehe 17 Januari mwaka 1991. Sanamu yake yameweka kabisa kwenye mlango wa Kinshasa, yani sehemu wanaita Échangeur de Limete. Utaona kaburi yake na juu kumeweka sanamu yake yaliyosimama tu kama vile tu mlikuwa mnaona mshabiki huyu alikuwa akisimama katika uwanja kati wa AFCON huku Morocco. Na huyu ambaye anajulikana Lumumba Michel alianza kazi yake hapa tu kama mchezo, katika mechi ya ndani anaenda anarejea miguu, anaenda rejea miguu, lakini wakati walisema kama wapeleke mashabiki kutoka DRC kwenda huko AFCON, alikuwa kwenye orodha na alienda akakuwa maarufu, na alikuwa kama mchezaji wa 12 sasa wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kumbuka pia juzi jamaa alipewa gari mpya ya thamani kabisa, na kuna mpango rais ampokee akirejea huku ambapo yupo safarini. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hili ni jukwaa la waandishi. Hii leo tukiangazia michuano ya AFCON. Nimekuwa na Shadrack Mwanzazu na George Jacopo wakiwa Tanzania, Belechi Msoshi akiwa Kinshasa DRC, nami Gabriel Ingubu nikiendesha jukwaa kutoka Kenya. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Kwa heri kwa sasa. Jioni njema.